Na kusalimu asubuhi ya leo, mpendwa na rafiki yangu. Naomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Ujumbe wetu asubuhi ya leo unasema kukataa wasimamizi waliowekwa kinyume kwenye maisha yako. Kitabu cha Kutoka mlango wa 1 na mstari ule wa 10 na wa 11. Haya na tuwatende kwa akili, wasije wakaongezeka tena, kukatokea vita, wasije wakaongezeka tena. Mstari wa 11, basi wakaweka wasimamizi juu yao, wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuweka akiba. Mpendwa wangu, asubuhi ya leo, kuna wasimamizi waliowekwa juu yako, badala ya kufanyika baraka wamefanyika laana juu yako. Kuna watu wamekwama kwenye maisha kwa sababu ya wasimamizi ambaye adui amewaweka juu yao. Maandiko yanasema mfalme huyu wa Misri alipoona maongezeko au mafanikio katikati ya wana wa Mungu, akatengeneza hila, akasema na tuwatende kwa akili. Kuna watu wanashindwa kufanikiwa kwa sababu wanatendwa kwa akili, wanakamatwa kwa akili. Kuna roho iliyotumwa inayekutenda kiakili, ambaye Mungu akupe neema utambue hiyo. Maana ukitendwa kwa akili hautafikia malengo. Lengo la kuwatenda kwa akili ni ili wasiweze kufikia ndoto walizo nazo. Lakini cha pili, maandiko yanasema wakawekea wasimamizi. Hao wasimamizi ni kuwa kinyume na wao, ni kuwatesa. Yuko mtu amekuwa mtesi juu ya maisha yako, kama vile Penina alivyokuwa mtesi kwa Ana. Kila wakati alimchokoza Ana. Hana kukaa na amani kwa sababu ya Penina. Lakini kilichomsaidia Ana, alitambua siri ya magoti. Alimlingana Mungu kwamba Mungu, simama unitetee kwa sababu ya huyu ambaye amekuwa mtesi juu yangu. Nami nikwambia asubuhi ya leo, ayamkini kuna wasimamizi walio kinyume, waliowekwa na shetani ili kukufanya wewe uteseke. Kila unachofanya kwenye maisha yako huoni mafanikio. Nikupe ufahamu asubuhi ya leo, pingana na roho ya wasimamizi walio kinyume juu yako. Anasema ili kuwatesa kwa mizigo. Umekuwa ni mtu wa kuteseka kwa mizigo, usioona faida yako. wakamjengea Farao nyumba
Kazi ya wasimamizi ni kukufanya wewe uwe mtumwa, usifaidi matunda ya kazi ya mikono yako. Wakati Daniel anaomba, siku ya kwanza alipofungua kinywa na kumwita Mungu, kuna roho inaitwa ufalme wa Wajemi. Wakuu wa Wajemi walikuja wakakaa kwenye anga ili kumpinga Daniel, kupinga majibu ya maombi yake. Na Daniel akajikuta analia mbele za Mungu kwa muda mrefu, mpaka Mungu alipoachilia neema ya kumtuma malaika aliyepigana vita. Ni kuambia asubuhi ya leo, ziko roho kwenye anga lako ambaye kazi ya hizo roho ni kupingana na majibu ya maombi unayaomba, ili ufike mahali uone kama Mungu hajakujibu, kumbe kuna roho ya upinzani inayepingana na majibu yako. Asubuhi ya leo, Mungu akupe ufahamu ili kupingana na wasimamizi walio kinyume na mipango yako, wale wanaokutenda kwa hila. Na katika Kutoka hiyo mlango wa kwanza mstari wa 14 anasema, wakafanya maisha yao kuwa na uchungu kwa kazi ngumu. Umekuwa ukitembea na roho ya uchungu, ni kwa sababu kuna watu wamekuwa sababu ya wewe kuwa na uchungu. Kuna wasimamizi waliosimama kinyume juu yako, na lengo lao wanafurahi kuona unaishi maisha ya uchungu. Mungu akupe neema ya kushinda hilo, maana maandiko yanasema si kwa uwezo wala kwa nguvu, bali ni kwa Roho wa Bwana. Kwa Roho wa Bwana unakwenda kushinda hiyo vita, unakwenda kuwashinda wasimamizi waliowekwa ili wewe uwe unatumika pasipo faida. Na makusudi ya Mungu ni wewe utumike na uone faida ya utumishi wako, ufanye kazi na uone faida ya matunda ya kazi yako. Asubuhi ya leo Mungu akuonekanie. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtoto wako. Kila roho ya wasimamizi iliyo juu ya maisha yake kinyume, juu ya ndoto yake na mipango yake, ninaharibu katika jina la Yesu. Inayemzuia yeye asiongezeka na tendwa kwa akili, ninapingana hiyo falme kwa jina la Yesu. Fanya jambo kwa ajili ya maisha yake. Amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Dale Mathew, Arusha, Tanzania. Mawasiliano yangu ni 0655 96 11 70.